Thank you Jesus. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu tunasema ni asante Mungu. Tunalitukuza na kulimidi jina lako. Ni asante kwa uwezali hapa Bwana. Ni asante kwa kusikia kilio chetu. Baba, unastahili sifa zote na kuabudiwa Bwana. Tunasema ni asante kwa watoto wetu. Tawakabidhi mikononi mwako. Tunakataa mipango yote ya shetani ya kuwa na kuwachanganyisha katika jina la Yesu Kristo. Baba wa majeshi, ulisema ya kwamba utabariki uzao wa matumbo yetu Bwana. Wetu tunatangaza kubarikiwa kwa watoto wote katika jina la Yesu. Mipango yote ya shetani kinyume na maisha yao tunaisambaratisha sasa katika jina la Yesu. Baba, ni asante. Asante kwa kila msichana Bwana. Asante kwa kila kijana Bwana. Watakuwa ndani yako Bwana hata wakatangaze neno lako. Tunawafungua wote waliofungwa katika jina la Yesu. Baba wa majeshi, ni asante. Karibu katika ibada ya leo. Karibu katika neno leo Bwana. Hata watazamaji wetu wote Bwana, tawakabidhi kwako Mungu. Ukawabariki Mungu wa ajabu. Waliokuwa wagonjwa Bwana, ukaingilie kati. Wasio na amani, ukaingilie kati katika jina la Yesu. Barikisha mtumishi wako Bwana, ukampake na upako wa tofauti. Mungu wa rehema, kaja kwa neno ambalo limetoka kwako Bwana. Mungu wa majeshi, mbariki. Tuwe pamoja nasi Bwana kwa ukuu na neema yako. Tunakutukuza na tunalibariki jina lako. Na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Pigia Bwana makofi. Hallelujah. Thank you very much. Asante sana waimbaji. You may have your seat. Thank you. Bwana asifiwe. Nipungie mkono. Hallelujah. Ninashukuru Bwana kwa siku hii ya leo ambapo ametupa nafasi kuingia kwa nyumba yake mara tena. Tunakukaribisha mtazamaji wetu. Hapa ni Nunguni Redeemed Gospel Church, tukiwa sehemu ya Makueni County. Tunakupenda sana na Mungu anakupenda zaidi. Kwa hivyo tafuta mahali pazuri uketi na usikize neno la Mungu. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa kutubariki na baba ambaye Mungu amezidi na kumuinua na kumpa neno hasa wakati huu wa janga la ugonjwa wa corona. Mungu, Bwana asifiwe. Jambo moja wapendwa, ningependa kuambia ni ya kwamba katika kila jambo Mungu anazungumza. Amen. Hata wakati huu wa janga la corona Mungu anazidi kuzungumza. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa ajili ya baba yetu Daktari Jefferson kwa kumpa nafasi kuja tena kukuhudumia na kutuhudumia. Kwa hivyo tunakupenda sana daddy. May God bless you. May God uplift you. And may God continue giving you great and a fresh anointing in the name of Jesus. I love you very much. I'm even very happy to marry you. This is our 21st year in marriage, 22nd year in marriage. Amen. And we are God can work. Hallelujah. God is working and he will continue work and he will continue change things. And wherever God wants to move, no one and nothing can prevent it. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tupigie Bwana makofi tunapomkaribisha baba yetu aje kutukulia kutoka hapo. Thank you very much. Pigia Yesu makofi. Amen. God bless you. God bless you. Amen. Amen. Asante sana. Amen. Thank you. Asante sana mom. God bless you greatly. I also thank God for you. Kuoa wewe ni zawadi kutoka juu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu abariki ndoa zote pale nje, kila mahali, hapa kanisani, kila mahali ndoa zote zibarikiwe. Maana Mungu yeye ndiye mwanzilishi wa ndoa, na pale kwa ndoa hapo ndipo anatoa kila kitu. Pale kwa ndoa ndipo anatoa kanisa, pale kwa ndoa ndipo anatoa pastor, ndipo anatoa daktari, ndipo anatoa mfalme,
Pale kwa family panatoka kila kitu. Kwa hivyo mwalimu anatoka pale kwa family, mkulima, kila mmoja anatoka kwa familia. Kwa hivyo Mungu, God is a family man, na ndiye alianzisha jamii. Kwa hivyo Bwana abariki jamii zote na neema izidi kutufunika. Basi asubuhi ya leo niko na furaha sana kwetu sisi sote, mimi hapa na wewe hapa ulipo, kwa sababu Mungu ametupatia uhai, Mungu ametupatia uzima, Mungu ametuwezesha, ametupatia akili timamu kwamba tuko hai, hatukuli chakula kwa mapipa, hata shida zikiwepo Mungu ametusaidia tu. Neema inazidi kuwa nyingi, tunashukuru kwa upendo na zile baraka ambazo Bwana ametutunukia. Kwa hivyo neema izidi kuwa pale ulipo na utukufu wa Bwana uzidi kutufunika sote. Bwana asifiwe. Ninaamini kwamba tunaendelea vizuri. Barakoa kwa nayo, jambo hili si mchezo, lazima tuzingatie. Ninaamini kwamba lazima njia ama hatua tofauti tofauti mwafaka ziendelee kuchukuliwa kwa ajili ya kuona ya kwamba tuna afya, maana ukifa basi umekuwa kilifanya. Lazima uchunge afya, uchunge uhai ili kwamba uwepo. Na nazidi kuongeza njia za kuendelea kutengeneza hii maneno ya kukaa na afya. Kwa hivyo ukiangalia hii inaitwa thermogun ambayo tunapima, tunaona kila mmoja ako sawa sawa. Kwa hivyo kama uko area utaka kupimwa, njoo nikupime, alafu kazi pia iweze kuendelea. Ninaamini ya kwamba unanawa mikono, una social distance na kila kitu ni sawa. Wapendwa, niwaambie kwamba mimi naunga serikali mikono kwa juhudi ambazo wako nazo, idara ya afya kwa juhudi ambazo wako nazo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ugonjwa wa COVID-19 tumepambana nao. Manake njia ya pekee ni kuweza kuhakikisha kwamba tumetrim kwa njia ya social distance, na kama hakuna mahali unaenda usiende kurandaranda tu ukiwa una sababu, ili kwamba tuhakikisha kwamba ugonjwa tunaukatiza ili kwamba usiweze kuenea. Kwa hivyo Mungu ni mwaminifu sana, na wale ambao wanatenda hapana awezaya kuyatenda. Kwa hivyo ili jambo sio la kuweka siasa ndani, na wale ili jambo sio jambo la kuchukua matagaa ya miti ama trim branches na kuingia barabarani ukisema tunataka haki yetu. Kila mmoja anataka haki, na haki ni kuishi, na kuishi lazima mtu awe na afya. Kwa hivyo serikali, kudos, tusonge mbele. Wana afya, idara ya afya, kudos, God bless you. Church, kudos, God bless you. Asante sana, manake hapa tuko na live stream kutoka hapa Redeemed Gospel Church, I and my support staff, ili tuhakikishe kwamba tumelete neno, maana wale wako nyumbani wanahitaji kusikia sauti ya Mungu ili kwamba sote tuweze kupata uponyaji wa kiroho. Kwa hivyo Bwana wabariki sana na neema ya Mungu izidi kutufunika sote. Praise God. Amen. Basi nataka tuende kwa maandiko matakatifu pale kitabu cha Yohana mlango wa 10, John chapter 10 and the verse 10 downwards. Tunasoma pale ili tusikie Mungu ana yapi ya kusema. Kumbuka leo hii tunaelekea katika upande wa salvation part 9. Subtitle ikiwa ni mchungaji wa kweli. Sema amen. Mchungaji wa kweli. Praise God. Kazi ya mchungaji ni nini? Kazi ya mchungaji ni kuhakikisha kwamba mifugo wametoka zizini, wameenda malishoni, na baada ya malisho wamekunywa maji, vile vile wamelindwa kutokana na vamizi za wanyama na hatari zinginezo, na magonjwa na hatari zinginezo. Hiyo ndiyo kazi ya mchungaji ambaye analinda kondoo ama mifugo ya aina nyingine. Pia tuna mchungaji ambaye ni mchungaji wa kiroho. Wala awe ni mchungaji pastor kama mimi, kama wewe. Kazi ya mchungaji ni kuhakikisha kwamba the flock is in good state, kuhakikisha kwamba kanisa la Yesu liko pale kuhesabika, na kwamba Yesu akija utakuwa na kutoa hesabu ambao hautayumba ukitoa hesabu, maana wewe ni mchungaji. Zaidi ya wachungaji wote sasa, ama juu ya wachungaji wote sasa, tuna mchungaji aliye juu ya wachungaji wote, na huyo mchungaji anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Sasa huyo ndiye mchungaji ambaye nataka kuzungumzia juu yake siku ya leo, na najua kwamba tutabarikiwa. Kwa hivyo wapendwa, chukua Biblia yako, twende moja kwa moja mpaka kitabu cha Yohana mlango ni wa 10
kuanzia mstari wa 10 pale, tuteremke chini tuone Mungu anasema nini. Biblia inasema mwivi haji na kuchinja na kuharibu, mimi nalikuja ili wawe kisha wawe nao tele. Mstari wa 11, mimi ndimi mchungaji mwema. Huyo ni Yesu anaongea. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Sema amen. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo ni mali yake, umwona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu uwakamata na kuwatawanya. Mstari wa 13, yule ukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mstari wa 14, Yesu kasema hapa, mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao walio wangu wanijua mimi, kama vile Baba anijuavyo nami nimjuavyo Baba. Ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Sema haleluya. Nataka tuombe pale kidogo. Baba yetu uliye mbinguni, tunasema ni asante kwa ajili ya mchana wa leo. Mfalme wa amani, ninakuhimidi kwa yale ambao unatenda katikati yetu. Mungu wangu, hapa kuna wandada ambao wananisikiliza, kuna wazee Mungu wangu ambao wananisikiliza. Mungu wangu, kanisa lako liko kila mahali, wandugu na wandada. Mfalme, watu wako wako tayari kusikia sauti yako. Naomba tu unitumie kama chombo, ili kwamba niwe wa msaada kwa ndugu zangu na dada zangu. Mungu wangu, bariki serikali yetu, neema itoshe kwa nchi yetu, bara la Afrika na dunia nzima. Utuondolee bara hili la korona, ili kwamba milango ya hekalu ifunguke kila mahali, tuweze kuliadhimisha jina lako. Biashara zifunguke Bwana, ili uchumi wa dunia ukaweze kupona. Mungu, tembea nasi, kwa jina la Yesu taomba. Amen. Pigia Yesu makofi vizuri. Amen. Praise God. Basi kulingana vile nimeeleza asubuhi ya leo, ukiwa unanisikiliza mahali popote ulipo, ndugu yangu, dada yangu, ni kwamba nataka kuzungumza juu ya mchungaji mwema. Praise God. Wachungaji wapo. Ni kama vile nimetangulia kusema, tunaye mchungaji wa mifugo, wa watu ambaye ni mwanadamu kama mimi, ambaye ameitwa na Mungu ili kwamba aweze kulinda kanisa lake. Maana baada ya kuitwa na Mungu na kukufanya kuwa mtumishi wake, mchungaji wake, ile kitu ambayo anatia ndani yako, anatia ule uchungaji, anatia roho wake ndani yako, ili kwamba uweze kulilinda kundi lake. Praise God. Na anapokuita anakupatia mamlaka, ili kwamba kama unamsikiliza na kama ni yeye amekuita, uweze kufikia kanisa lake kama vile ambavyo anataka. Huyo pia ni mchungaji. Lakini leo hivi naacha mchungaji wa mifugo, ninamwacha mchungaji kama mimi, ninaenda kwa mchungaji ambaye ni mchungaji wa wachungaji. Praise God. Leo hii tuko part 9 of salvation. Ukikumbuka hii kwamba ni series ama mfuatano wa mafundisho juu ya wokovu, leo ikiwa ni juu ya mchungaji mwema. Wakati ambapo tunaona dunia vile imekaa sasa, tunaona ulimwengu vile umekamatwa mateka, tunaona vile dunia imeshushwa kabisa, tunaona vile watu wanazidi kuvunjika moyo kuchapo, tunaona vile watu wengine baada ya kuwa hawana mchungaji, hawajamkaribisha Yesu Kristo kuwa mchungaji mwema maishani mwao. Tunawasikia kule hospitalini wamekunwa sumu, maana naangalia naona mambo hayako vile alitarajia yawe. Benki inamuandama kwa ajili ya mikopo. Mke
Hataki kumuongelesha, maana sasa mambo hayaendi vile yalikuwa akienda akiwa pale kazini. Na mambo ya watu wako na mental stress, na ndio maana wengine wanaishia hospitalini wamesha kunywa sumu, wengine wanaishia kinyonga na makamba, na watu wako na shida nyingi. Lakini hayo, I want to introduce a shepherd, praise God, a true that ukimkaribisha anaingia maishani mwako na anaanza kukufundisha, anaanza kukuongoza kwa ile njia ambayo inastahili. Uzuri wa huyu mchungaji mwema ambaye ni Yesu Kristo, akishaingia maishani mwako, kitu cha kwanza anakupa. Ikawa umedaiwa, wenda ikawa ukiangalia nyuma hakuna kitu, mbele hakuna kitu, lakini pale ndani unahisi kuna amani ambayo huwezi kueleza inatoka wapi. Yaani Mungu anaegesha amani ndani ya moyo wako. Yaani unasikia umeridhika. Ukijipiga kwa mifuko hakuna pesa, lakini ukijisikia mtu wa ndani ako na amani. Sema amen. Maana deposit, kuna deposit ameweka ndani yako, deposit ya. Na unajua kisha okoka na ukimkaribisha mchungaji mwema, haichukulii kwamba uko na pesa ama una pesa, maana Yesu ndiyo mwenye fedha. Kwa hivyo mahali ambapo fedha ingeingia, sema amen, na iwe kama haiko, hakuna amani, Yesu akiingia hapo anasababisha hiyo amani. Kwa hivyo when the Lord Jesus is there, there's no vacuum. Pigia Yesu makofi vizuri. Sema amen. Ukiwa una Yesu huwezi kujifanya. If you don't have Jesus, I tell you, ulali. Inafika saa 8 ya usiku, unafungua macho yanakauka kama biskuti ya Britania. Hakuna usingizi. Maana wewe, you live in your own efforts. Wewe ndio unajipangia mipango. Kama unataka usingizi, unatoa pesa, unanunua Piliton, unakunywa ili ulale, na wala sio usingizi. Hii ya Piliton ni kuzimia. Tunaelewana wapendwa? Yes, when you don't have Jesus, there's a big difference. Sema amen. Na wewe kujua mpaka umpate huyu Yesu mwema aingie ndani ya maisha yako. Anatangulia kusema hapa, maana sasa hapa duniani kuna mambo mawili. Kama una amani, una huzuni. Sema amen. Na amani inatoka kwa Yesu, huzuni yatoka kwa shetani. Na yeye ndiye tunaanza kuchambua hapa, tuone huyu ambaye ndiye principal wa huzuni. Kazi yake ni kufanya nini? Kurarua, na aweze kukuondoa, na aweze kukuzamisha, na aweze kukukondesha, mpaka watu wanashangaa, kwani what is happening? Sema haleluya. Biblia inasema kwamba mwivi, mstari wa 10, mwivi haji hila haibe, kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Sema amen. Shetani ni mwivi, na akiwa mwivi, shetani atakuja kwako kamwe, atakuja. Lakini ukisikia amefika, kuna haya mambo atafanya. Maana haji, shetani atembeangi ovyo ovyo. Shetani ako na program zake. Shetani ako na agendas, na hawezi kutokelezea tu hivi hivi. Anahakikisha kwamba ni lazima akitokelezea, ule mlipuko wake ama mshindo wake usikike. Sema amen. Chafika number 1, andiko nasema kwamba haji. Utamuona shetani haji. Lakini akishafika tu, Biblia inasema kwamba akishafika ataiba. Kitu ya kwanza, akija anaiba. Sema haleluya. Ibilisi akishafika, na ndio maana ni lazima uwe macho. Na hata wakati huu ambao the world has gone corona tune, kila kitu sasa ni corona. Jina la Yesu
alitajwa mara mingi, kama vile corona inatajwa kila siku. Mchunge corona. Sema amen. Ibilisi akishafika, kitu cha kwanza he makes sure ya kwamba amesteal, amekuiba. Number 2, amekuchinja. Kuchinja tafsiri yake ni kuua. Ni butcherman, slaughterman. Kazi yake ni kuchinja, inamaanisha kuua wanyama. Kwa hivyo sasa, na yeye ibilisi anapoingia, kitu cha kwanza ambacho anafanya ni kuiba. When the devil invades your life, when he invades your life, he makes sure kwamba kitu cha kwanza amekuiba. Hello? Anaiba mawazo yako, anayatoa kwa Mungu. Unaanza kufikiria kama babu yako aliyekuwa mchawi. Anaiba mawazo yako, ile harufu ya wokovu, mfuke wa wokovu. Unaanza kuongea kama kafiri. Ibilisi akiingia, anaiba ule ulokole wako, anaiba ule utamu wa wokovu, anaiba ule msukumo wa wokovu. Na akisha sasa, kitu cha pili atafanya, amekuiba, amekuondolea kile kinaitwa ndugu, kile kinaitwa dada maishani mwako. Sema haleluya. Tukiokoka huwa tunaitana ndugu, dada. Unasikia ndugu, Bwana asifiwe. Unasikia dada, Bwana asifiwe. Sasa baada ya kuwa hiki kitu kimeondoka, huu ndugu umeondoka, ambao unaletwa na damu ya Yesu, ondoka. Maana shetani akiingia atakubugu kwanza, aone kwamba kile anakiita wokovu maishani mwako amekifunja, amekiiba, amekinyakua, mpaka ukae Kalahari desert. Uwezi omba. Ukitaka kuomba unakula miao. Ukitaka kusoma Biblia unakula miao. You begin to yawn. Ukifikiria juu ya Yesu unaona kama ni historia. Hello. Baada ya kufikia kile kiwango sasa cha kwamba shetani amekuiba, amekushusha, amekuondolea ile hatma, ile heshima ya wokovu, akihakikisha hiyo imetoka sasa, hicho kiu cha kumtafuta Mungu, kiu cha kwenda kwa nyumba ya Mungu, kiu cha kujua kwamba hata kama kuna sema amen. Na nastahili kutenda kama mwokovu, anahakisha kwamba hiyo ameiba. Unakuja Jumapili ikifika, wengine wenu wende ikawa ujui leo ni lini. Ni mke wako amekwambia asubuhi. Uende ikawa ni mmeo amekushtua asubuhi, akwambia darling, today is Sunday. Sikia nikwambie, kama uko na roho ndani yako wa Mungu, anakuwa kama saa, a watch that is tickling. Sema amen. Anagonga akielekea ni wapi ambapo sabato iko, ni lini ni sabato. Sema amen. Maana pamoja na kuomba asubuhi, pamoja na kuomba jioni, pamoja na kuomba mchana na kusoma Biblia, lazima you must not when the Sabbath is. Hallelujah. Sema amen. Siku hiyo kama leo Jumapili, ndugu yangu, hausaidi kuamka asubuhi alafu unavaa mbuti, unaelekea kwa kabeji shambani. Wewe umeanza kuwa kafiri pole pole. Leo fai kufaa overall. Alafu uingie kule zizini ukuwe mtu tu, yani mtu wa kawaida. Leo ni siku ambayo unasema okay, we want to show solidarity unto our Father who are in heaven. Amen. Ndio kanisa limefungwa, milango imerejeshewa, sio serikali imefunga. Don't confuse issues here. Sema amen. Imefungwa na ugonjwa. Ni kanisa liombe ugonjwa uondoke. No problem. Sema amen. Lakini ujue hivi, hata ukiwa nyumbani lazima kwamba leo ni sabato, na ndio nionyeshe heshima yangu kwa Mungu wangu na pole zangu, na kujua na kutambua kwamba kweli leo ni sabato na inastahili niwe hekaluni. Hekalu la Mungu linastahili kuwa limejaa, lakini kwa ajili ya ugonjwa limefungwa. Nitafanya nini? Nilipe gharama hii? Nitaamka asubuhi niingie kwa mbavu kama kawaida.
Nitaingia kwa nyumba yangu, nadhifishe vizuri, nijingarishe, nikae sawa sawa, ili kwamba nisingie kwa jaribio la shetani kunionyesha kwamba leo ni siku kama ile nyingine. My brother, today is not a day like any other. Na kama unafikiria hivyo, ushaanguka wewe. Wahitaji uombewe sala ya toba. Sema amen. Kutegea kuja kwa Yesu, ni lazima kuwa na wapendo ambao hawaachilii warudi kutega samaki tena. Sema amen. Lazima tuwe na wapendo ambao Jumapili ikifika, siku ya Sabato, hata kama hekalu limefungwa, unaonyesha unyenyekevu, na unaonyesha ile heshima, na unaonyesha kwamba Mungu, I know that today is a Sabbath, even though your house is closed because of this pandemic. I acknowledge that today is Sabbath. Na unakaa sawa sawa. Sema amen. Sio kuingia kwa shamba ukalime. Ndugu yangu, wacha ujinga. Kama ushahubiriwa injili, usikae kwa huo ujinga tena. Sema amen. Ni wakati wa kurejea, na tumkubalie Roho Mtakatifu aingie maishani mwetu. Hiyo shamba unalima na hiyo kisirani utazikwa tu kwa 6x4. Get you me? Get you me? Utazikwa tu kwa 6x4. Wewe unajisumbua kulima ekari 100. Maskini aliye ng'ambo ya fence kwako, kashamba yake ya nusu eka, hata ushamnunulia, maana alikuwa na mgonjwa anaenda hospitalini, hata ukainunua vibaya, maana ulijua kuna hitaji ambalo hawezi kuepuka. Wacha hiyo kisirani kutafuta mali za kisirani. Kama ni Sabbath, tambua Sabbath. Sema amen. Wapendwa, I want to charge in the name of Jesus. Amen. Wale mko pale nyumbani, wacha kukaa matambara. Saa 5. Wacha kukaa maisha ambayo ni fokari. Kaa maisha ambayo ni maisha mlokole. And I must behave like today is some Sabbath day. Hiyo ni sawa. Amen. Shetani akiingia, kitu cha kwanza ataiba hiyo hali ya kutambua Sabbath ndani ya maisha yako. Ataiba. Leo ndio siku yenu ya kukutana. Wale mliokula kiapo, leo ndio mkutana sasa mfanye kesi ya kiapo na Biblia. Wale waliokulisha wengine kiapo cha chupi, viapo vingine na mlikula, leo ndio mmefanya ndio siku ya kuita ango yule ameisha meno, ambaki ni jino moja, aje kuwafanyia kesi, kukata kesi katikati yenu, maana mlilishana kiapo. My brother, get away from that. You don't belong to that class. Don't lower your dignity, my brother. Say amen. Praise God. Wokovu ni wokovu. Lazima tuhakikishe kwamba tunasimamia imani. Say amen. Lazima Yesu akiwa mbinguni ahisi kwamba ako na majambali wa imani. Sema majambali wa imani. Mimi ni mmoja wapo katika majambali wa imani. Sema amen. Zamani kulikuwa kuja jengwa kanisa. Zamani wapendwa, kisoma pale katika kitabu cha 1 Corinthians, this is now we talk about Acts of the Apostles, matendo ya mitume, kitabu cha matendo ya mitume. Utaona vile Paulo walikuwa watu wa kuomba, hata walienda kuombea mitoni. Wengine walikuwa na makanisa ya nyumbani, na injili ilipamba moto. Kwanza wakati huo ndio watu walikuwa wanapona kuliko sasa. Naondolewa kisirani kuliko leo. Watu wameingia kanisani wakazoea. Wewe unaingia kanisani ushazoea, umemsahau mchungaji mwema ambao ni Yesu Kristo. Unaingia kwa kanisa unateseka kama nyani ambaye hana mkono, na uko ndani ya kanisa. Lazima tutambue ya kwamba tukiwa nyumbani, tuwe kanisani, tuwe kwa gate, tuwe wapi, tutambue ya kwamba kuna mchungaji mwema. Pigia Yesu makofi vizuri. Sema amen. Anasema ya kwamba huyu mwivi akishaingia, kitu cha kwanza ataiba. Je, umeibiwa na shetani? We, ushaibiwa? Number 2, atachinja ama kuua. Je, ushauliwa na shetani? Kitu ambacho utatambua hapa ni kwamba shetani akishaingia, kitu ambao anapambana nacho cha kwanza ni dhamira, conscience. Anakuja anaingia kwa conscience yako. Na ukiingia kwa nduka, ukikuta maetheist, wale hawaamini kama kuna Mungu, na Illuminatis wakikashifu vile kanisa imefungwa, na vile ni lazima wachungaji waponye corona ndio kanisa ifunguliwe, unasikia machozi kama mtumishi wa Bwana Stefano, kama Yesu Kristo. Hao wawili kuna ombi waliomba, wakasema Baba wasamehe maana hawajui walitendalo. Na mara hiyo hiyo unakimbia mahali, unapiga magoti na unamwambia Mungu, dunia bado iko mbali. Sikia vile watu wanaongea, sikia vile watu wanakashifu injili, bado dunia iko mbali. Bwana sababisha uwepo wa kuokoa, Bwana sababisha uwepo wa uokozi.
Bwana asifiwe. Baada ya kuwa hiyo dhamira yako iko. Lakini ibilisi akishaingia, kitu cha kwanza anapambana nacho, anahakisha kwamba ameua dhamira yako, your conscience. He kills your conscience. Unakuta kwamba ukiongea uhukumiki. Unajua maneno ya Mkristo, maneno ya mlokole huwa yatoki ovyo ovyo. Kabla hujaongea na mtoto, unapima ndani haraka ile spiritual engage in you. Sema amen. Inapima haraka ujue ni nini uko tayari kumwambia mwanao. Maana maneno husababisha uzima ama yakasababisha mauti. Kuna watu ambao tayari walishalaani watoto wao pasipo na kujua kwao. Kwa sababu unaongea tunafanya kuhara. You just diarrhea with your mouth. You don't measure what comes out of your mouth. Your mouth has power to speak in death or life. Na lazima uhakikishe kwamba unapoongelesha mtoto wako, unahakikisha kwamba unaongea neno lililopimwa la mzazi, lililobeba uungu. Lililobeba uungu. Sio kuongea ovyo ovyo. Sema amen. Conscience yako ikishaenda, unajikuta tu unasema haki ya Mungu. Hata bila kujua umetamka namna gani. Unakuta tu umeapa. Unasema unakuta tu unajikuta umeita mtoto wako mbwa. Unakuta tu umeita mtoto wako wa kike malaya. Ulizaa malaya wewe. Mimba hiyo miezi 9 mama, ukabeba mimba. Kama ukusikia uchungu, vile mke wangu ananiambia inakuanga uchungu. Kwani wewe ukusikia uchungu? Unabeba mtoto miezi 9 kwa tumbo lako. Unasukuma mpaka yule ajui Kiingereza, anajua nasi ni nani siku hiyo akisukuma mtoto. Unajua pale hospitali ndio mahali pekee kila mama lazima ajue Kiingereza. Hata kama hujui kingi, ujue kusema nasi. Sema amen. Sasa wewe ulipoenda pale mama, mpaka wajua kuita nasi na ulikuwa unajua kama anaitwa nasi. Huo uchungu umeupeleka wapi? Ndipo uachilie dhamira yako kiasi hicho kwamba unajikuta umetamkia mwanao jina malaya. There must be devil loose in your life. Sema praise God. Na hiyo ni kwamba tayari umechinjwa. Umewawa na shetani. Dhamira yako, your conscience has been. That's why you pronounce things without your knowledge, my brother. Na tujue ya kwamba kazi ya shetani maishani mwa mwanadamu, anasema kwamba number 2, number 3 kumharibu. Akisha kuiba, akisha kuchinja, akisha kufanya haya mawili, kile kinafuatia sasa na kuharibu. He messes your life. Shetani kisha your conscience akiua, akikumalizia, unakuta kwamba you can talk anything, you can live with anybody, you can associate with anybody, you can talk anything, you can be in company with anybody. Ukishafika hiyo kiwango sasa, shetani he messes up with you. Anaanza kuharibu ndoa yako. Na mke wako akianza kwenda kwao, wewe mwenyewe unaona kama umeshinda. Unasema wacha aende ndiye ajue wanaume pale nje ni wakali. Sikia nikwambie ndadi, utafukuza mke wako ukuta amefunguliwa M-Pesa moja nzito. Wewe unaweza fikiria kibaya ukakirusha kachukua mwingine akakipanguza. Huyo sema amen. Waje kuingiwa na ujinga ukiwa na umri. Sema haleluya. Lazima ukubali kwamba shetani amesha kuiba wewe, amesha kuchinja wewe. Sasa anakufuatilia akuharibu. Tena tunapoongea ni kama ibilisi ameharibu familia yako. Ni kama ibilisi ameharibu watoto wako. Hello. Ulikuwa muombaji mzuri. Ulikuwa msomaji wa Biblia mzuri. Ulikuwa mtu wa kwenda kanisani mzuri. Ulikuwa mtu wa kusifia injili vizuri. Lakini sasa wewe ndio wewe unasema Mungu ako kila mahali. Mungu hayuko kila mahali. Nitakuonyesha sasa tunapoteremka pale chini tujue Mungu hayuko kila mahali. Sema amen. You must pay the cost for you to have God in your life. Praise God. Anasema kwamba pale sasa anakuharibu, anaharibu mambo yako, anaharibu kazi yako. Mzee, kazi yako imeharibiwa. Miaka ndio hiyo miwili. Uende retire. Uje jenga choo. Choo ulio nayo ni ya kukondesha Nairobi. Wewe una choo yako. Wale mlikuja nyumbani wakati wa COVID. Choo ndio ya makaratasi. Na umefanya kazi 25 years. What do you think about that? That is called wasted years. Umepokea mshahara miaka 25. Una choo. Umepokea mshahara miaka 25. Unalala ile nyumba ya kijana ya matope. Ndio umerudi sasa.
unakaa kama uko NDP. Unaona sasa? Unaona vile shetani haribu maisha ya mtu. Anakuharibia maisha. Baada ya kuwa amekunyaka, kwanza amekuiba. Amesha hakikisha kwamba ameua dhamira yako. Ile wazo la mwanadamu ya kawaida kujiuliza, baada ya retirement niko na kang'ombe ya kukamua, nikienda retire je kuna kanyumba ya kulala, nikienda retire je watoto wangu nimewapatia elimu, ama pesa ya elimu ya watoto wangu nimepatia makahaba wakule nyama ya steak? Ujiulize hiyo maswali. Ukishajiuliza hayo maswali, hapo ndipo sasa unaanza kuwa na akili timamu. Unarejelewa na akili ile ya kawaida ya mwanadamu wa kawaida. Unajiuliza, je, niko na kashamba mahali naweza fugia kuku? Unajiuliza hiyo swali. Sema amen. Amani kati yangu mke wangu, kati yangu na mume wangu nimeiweka namna gani? Ninalipa gharama gani ili amani iwe kwa ndoa yangu? Huyo ndiye mtu wa kawaida ambaye hajaibiwa, hajauawa na shetani, na wala hajaharibiwa na shetani. Sasa jipime hapo ulipo, ujiulize saa hii wewe uko wapi? Saa hii wewe ni nani? Saa hii wewe unaishi maisha gani? Unampendeza Mungu ama maisha ulionayo ni maisha ya mtu aliyeibiwa? Ukisha uliza hiyo swali, Roho Mtakatifu atalijibu ndani ya maisha yako. Sema haleluya. Hapo mbele Yesu anasema nini? Anasema nini? Huyu ni Yesu. Mimi nilikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Hiyo ndio kazi ya Yesu. Yesu hakuja hapa duniani kuotesha kabeji. Yesu hakuja hapa duniani kujenga plot. Yesu hakuja hapa duniani kununua mashamba. Yesu alikuja ili ahakikishe tuko na uzima, na wala sio uzima peke yake, bali tuwe nao tele. Amen. Sema amen. Kisha ingia ndani ya Yesu, uko na uzima tele. Haukai chini ya kuhukumika, haukai chini ya kusukumwa, haukai chini ya kukaa kama umesambaratika. Unakaa chini ya kuongozwa Roho Mtakatifu. Na ukishafanya hayo, maisha yako yanapona. Maana Yesu akiingia, ninahubiri juu ya mchungaji mwema leo. Kumbuka, juu ya mchungaji mwema. Yesu akiingia maishani mwako, anafanyika mchungaji mwema. Sema amen. Anafanyika mchungaji mwema. Akisha fanyika mchungaji mwema, maisha yako sasa yanaanza kuwa yanasonga mbele. Usifunike hiyo kamera chini. Ngwage kidole ya chini. Praise God. Amen. Praise God. Lazima turekebishe studio ndio mpate sauti. Praise God. Amen. Tunaelewana wapendwa? Lazima uhakikishe kwamba mchungaji mwema anakuja maishani mwako. Na huyo mchungaji mwema jina lake anaitwa Yesu mwana wa Mungu. Na huyo ndiye aliingia ndani yangu the year 1984, and I never regret since then. Hallelujah. Biblia inasema kwamba kama mnaringa, mringe kwa sababu mnamjua Yesu. Me I am boast because I don't know I'm going to Father somewhere, because I know Jesus. Say amen. Someday Jesus is coming. He's gonna come and take us somewhere, and that somewhere is heaven. What are your plans, my brother? What are your plans, my sister? Je, uko wapi? Umeibiwa? Umenyongwa na shetani? Umeharibiwa na shetani? Kale ka uhai kamebaki kabla hujafa. Sauti hii ukisikia leo, Jesus will come your way and revive you. Amen. Sema amen. Na wish wengine tulikuta tukua mbali. Tulikuta tukua mang'aa. Wewe si mang'aa bwana. Wengine wetu kabla kupasua mtu uso, jua lingekutwa. Tulikuwa mang'aa kuliko wewe. Tuliharibu maisha yetu tukifunzwa judo na mambo mengineo. Kutongoza tulijua vizuri na miondoko. Acha ujue kuchumbia. Unachumbia kupitia kwa simu, na ukutana wewe msichana unakauka kaa ukaweza kutoa sauti. Tulikuwa tunajua kujieleza kwa karibu. Wewe pigia Yesu makofi vizuri. Sema mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Sema amen. Sikia, Yesu Kristo pale Golgotha alitoa maisha yake kwa ajili yangu na wewe. Yesu Kristo hakuona haya pale Golgotha, wakati ambapo alikuwa anapandishwa, alikugogomewa na misumari,
kwa ule msalaba wa aibu. Walimtoa nguo zake. Wanawake walikuwa pale, watu walikuwa pale, mauti wa Yesu. Lakini sikia, Yesu hakujali hayo yote. Kwa nini? Because you and I, we were in his mind. Praise God. Amen. Yesu anakujali sana. Yesu anakupenda sana ndugu yangu. Au stahili kuhangaika, au stahili kukaa maisha ya kujitosheleza, ile self justification, kule kujifanya kwamba mimi ni Mkristo. Kwani mwaongea juu ya Ukristo gani? Unatuongelesha mambo mengi, unatuambia vitu vingi sana tunapokuhubiria Injili. Lakini ndugu yangu nikwambie, kuna wokovu halisi. Na wokovu halisi ukishaingia, mwanaume atorokangi mkewe. Wokovu halisi ukishaingia, mke atoroki mmewe. Wokovu halisi ukishaingia, kijana hautaingia kwa madawa ya kulevya. Wokovu halisi ukishaingia, utatoa hukumu za haki kwa jirani yako na yeyote mwingine bado kuja kwa njia yako, ukielewa kwamba maisha duniani ni mafupi. Hivi punde tutaondoka kwa hii dunia. Kuna watu liwahenzi, watu tuliowapenda, watu wa maana maishani mwetu. Baba yangu aliondoka duniani mwaka wa 1986 when I needed him the most. Akafariki dunia. Baba yangu niliyompenda, tuliyefanana sana kila kitu, lakini akaondoka. Haleluya. Amen. Kumaanisha kwamba hii dunia hapa sio kwetu. Si baba yako aliondoka? Kama uko na baba, shukuru Mungu. Si mama yako aliondoka? Kama uko naye, shukuru Mungu. Bado mama yangu yuko. Nyanya yangu aliondoka. Babu yangu ambaye nilipatia maneno ya kunilisha sana kule miaka 70 aliniambia, usikawahi kula kitu cha ubwete. Ubwete ni bure. Aliniambia babu yangu, the year 1972. Mjukuu wangu, usikawahi kula vitu vya mbwerere. Na hayo maneno, even up to today, they tickle in my heart. Sema amen. Yes. Hata nikiwa sili kitu cha hila, simdanganye yeyote, wala situmii maneno ya ujanja ili yeyote anipe chochote, maana aliyeniita anaweza. Sema amen. If he gives you vision, he brings provision. Hallelujah. Sema hallelujah. Nimetembea na huyu Yesu zaidi ya miaka 34 tangu aniite. Nimehubiri Injili kila mahali. Hakuna yeyote mahali ambaye analia akisema Reverend Dr. Jeff kila alinifanyia sitawahi kusahau. No one. Na sio kwa nguvu yangu, ni kwa kusikia maneno ya wazazi wangu, babu yangu, na zaidi uongozo wa Roho Mtakatifu. Huwezi kukaa maisha ya ovyo. Unakaa kama GMO, mtu ambaye amefanya kuunganishwa, mtu ambaye ni just grafted from nowhere. You must be original. Sema amen. Kama ni Mkamba, bi Mkamba. Kama ni Mkikuyu, bi Mkikuyu. Sio mtu akija kwa ofisi yako unaanza kutweng. Wewe ni Mkamba. Nikiingia kwa ofisi yako ukijua mimi ni Mkamba, unazidisha kizungu. Maana unataka kunisaidia. Umerogwa na nani wewe Mkamba wewe? Sema amen. Be original. Don't be a GMO. Oh yes. Unaelewana? Mtu akikosa Yesu anakuanga kitu ambacho kina maana. Unatembea barabarani wewe mwenyewe uchielewe. Msichana ujui utoe nguo utembee uchi. Ujui utoe matiti uanike nje utembee ujui wasikiaje. Unasikia tu kutekereni matumba barabarani. Ujui wasikiaje. Ndugu dada, ukisha kuwa na Yesu unapata kujistiri, unastiri miguu yako, unastiri mapaja. Wacha kuonyesha dunia mapaja. Kuna watu una mapaja mazuri zaidi yako. Hata nyanya yako alikuwa nayo. Kaa kwa Yesu. Tulia kwa Yesu. Hii dunia kile kinahitajika ni wokovu. Sana amen. Tumetengeneza mashirika ya kupambana na ufisadi. Bila Yesu, mtu tu anashikwa na ulevi tu, analewa tu, anataka kufanya uovu tu. Nilikuwa naona kesi hapa Makueni. Mwanaume amekatakata mke wake zaidi ya 50 times. Juzi tu last week. Anamkata mkono mpaka unaning'inia kwa ngozi hivi. Yule mwingine pale Nyandarua count akachukua mke wake akamfunika sehemu ya siri akitumia super glue. Hii wazimu gani?
Watu wanafanya mambo haya kwa nini? Kwa nini mwanaume achukue super glue afunike mke wake sehemu ya siri? Hiyo ni wazimu ya kukosa Yesu maishani. Ni kuonyesha kwamba mwanadamu huyu alishaibiwa, ameshachinjwa na shetani na tayari ako katika path ya kuharibiwa. Sasa mambo kama hayo unakamatwa, unapelekwa jela milele, kazi ngumu, mambo mazito, wakati mwingine unapatikana na maisha yako yanaondoka kwa uchungu duniani kwa sababu ulimunyima Yesu maisha yako. Ukisha mkubalia mchungaji mwema aingie ndani ya maisha yako kijana, utawahi kujuta. Wewe umeoa wake wangapi sasa? Huyu ndio wangapi uko naye? Kijana, bado hujafikisha 30 years. Unapiga kona waine. Ulijaribu mweusi tititi, ukaona huyo hawezi, ukachukua maji ya kunde. Huyo naye sasa ameshindikana. Unasema hii style. Sasa umechukua mwingine mweupe pepepe. Sasa huyo naye sasa amekuwa mtu wa kutembea, unasikia anashukishwa na gari pale saa 6 ya usiku. Ndipo sasa unaandika tubarua pale, unasema kama nitajiua, nitajinyonga. Ndugu yangu, umeibiwa. Sema amen. Shaibiwa wewe kijana. Rejelea maisha msijana. Kuna wakati ufika, yani ulikuwa unajihisi kwamba wewe ni mrembo sana, unaanza kusalimiwa in plural. Unasikia unaanza kusalimia in plural. Unasikia wanaanza kusalimia habari zenu ukiwa peke yako. Hiyo ndio siku utajua ujuu. Unatembea barabarani peke yako, unasikia vijana wakusalimia habari zenu na uko peke yako. Na cat course silikuwa zimejaa hapo nyuma. Ulikuwa unajua kutembea kwa madaha. Siku hizi ukitembea miguu inauma. Arthritis ndio hiyo nayo inaitisha. Maana umechapa. Kabla hujafika hapo, geukia Yesu. Sema amen. Maisha yako huko. Sema maisha yako huko. Maisha yako huko kwa Yesu. Na hatujuti. Maisha yako huko kwa Yesu. Kama uko na mke, tulia na mke wako. Hakuna watu wanatengenezewa mahali, atunda kisi ukachongewe wa mawe ama wa munyo hapa ukambani ukachongewe wa mti. Hawachongi. Wives are not a ready-made thing. They are made. Make yours. Sema amen. Tulia na mke wako. Kama ulioa, unasema hii ni komba, wache ikuwashe hapo kwa mfuko. Unasema hii ni kaa, wache ikuchome hapo kwa mfuko, ni wewe uliendea. Maana ukinyooka kidogo, utajikuta ule ulimwengu wa kusalimiwa habari zenu ukiwa peke yako. Sema haleluya. Yesu ndiye mchungaji mwema. Sema Yesu ndiye mchungaji mwema. Maandiko yanasema kwamba yeye ulinda kondoo na akatoa uhai wake kwa ajili ya kondoo zake, na huo ndio dhihirisho kwamba Yesu anatupenda. He cares about us until he gave his very life at the cross. Sema amen. Mstari wa 12 naenda haraka, anasema mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo wacha nirudie. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Umeona mbwa mwitu anakuja akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu uwakamata na kuwatawanya. Huyo ni mchungaji wa kulipa. Sema haleluya. Amen. Inamaanisha nini ndugu yangu? Unajua wakati mwingine tunadanganyana. Nasikia mtu anakuambia kwamba I'll be there for you. Kwa mazishi, unasikia waheshimiwa wanakuja kwa mazishi. Kijana mchanga tu ameondoka, ameacha mkewe na mtoto ambaye ako form 1. Unasikia mheshimiwa anasema huyu nitapeleka mpaka kisomo mahali kinafikanga, niachieni pale kwa mazishi. Lakini mazishi yakishaondoka na yakiisha, hataonekana tena. Hizo ni ahadi za wanadamu, wachungaji wa kulipo. Sema amen. Angoli yako akaongea mambo makubwa sana. Hivi sasa wewe unalia, unalalamika juu ya angoli yako, juu ya brother yako, juu ya your brother in law, your sister in law. Unalalamika mambo fulani waliokuahidi hawakutimiza. Sikia nikwambie, kwa nini hawakutimiza? Maana hao ni wanadamu, na uliweka matumaini yako kwa wanadamu. Na maandiko yanasema yule ambaye anaweka matumaini yake kwa wanadamu amelaaniwa.
Sasa unakuwa kama yule anaitwa fukara kule nyikani. Maisha yako umeweka mikononi mwa wanadamu. Ukisikia nikwambie kuna Mungu mbinguni. Sema amen. Nimeona msichana mmoja akasoma. Alikuwa ni wa single mother, akasoma. Ikafika mahali akafanya grade 8. Ikawa sasa amepita vizuri. Mbele hakuna matumaini. Tukafanya kitu kidogo tu, tukampeleka shuleni. Lakini mtu mmoja kutoka tafuta mtoto muhitaji amsomeshe. Na huyo mtoto amesoma mpaka chuo kikuu. Ashamaliza hapo kazini. Maana alimtumaini Mungu. Wewe tumaini lako umeweka kwa nani? Wakati ambapo umeweka tumaini kwa wanadamu, kila wakati unaishia lalama, kulalamika watu. Unasema mbona. Wewe unategemea Mungu. Pamoja na kwamba uko na pasta, depend on God. Kuna siku inaweza fika mchungaji wako akakugeuka. Kwanza akakutaka ulale na yeye. Je, maana mchungaji wako kama mimi nikuulize tulale na wewe, tujuane kingono, utakubali maana mimi najiita mchungaji? No, you must rebuke me. Maana una maisha yako na mimi niko na maisha yangu. Kama nimefika mahali nimeterminate my journey to heaven, then don't terminate yours and don't allow me to terminate yours. Wokovu sema kusema kanisa letu huko ndio mmepotelea kwa makanisa yenu. Maana ni mzee wa kanisa pale, umepotelea huko kwa kanisa lenu. Mwala tumbako, ugoro wa mdomo na ingine mwanusa na mapua. Mbeba vitu vingi sana, alama za kuonyesha kwamba unamjua Yesu. Umevalia misalaba kwa shingo. Hakuna kitu una cha kuonyesha kwamba unamfuata Yesu. Kila kitu uko nacho, lakini matendo yanakukana. Maandiko yanasema kwamba faith without action is dead. Imani bila matendo imekufa. Uwezi kuchota maji ambayo ni masafi kwa kisima kilio na chumvi. Lazima kama ataka maji masafi uende kwa kisima ambacho hakina chumvi. Kama kisima wataka ya chumvi uende ile ambayo ni ya chumvi. Sema amen. Matendo yako lazima ya kuwakilisha, na hayo ndiyo yatatufuata mbinguni. Wewe ni nani hapa duniani? Sema amen. Wengine nikifika hapo nasema wewe unatuhukumu. Sikia, twende hapo chini. Tumeona mchungaji wa kulipa. Usiweke maisha yako ya wokovu kwa kifua cha mke wako ama kifua cha mumeo. Kuna siku ufika, siku ya mauti. It brings all the difference. Sema amen. Unaweza wengine wanalalia jeneza. Allah anafungua ile kioo, anashika pale kwa kioo pale, kichwa mahali iko kwa kioo ya jeneza. Sikia, ngoja kupeana nafasi. Aambiwe basi maana tunaona umempenda sana, njoo mlale pamoja. Ndio utajua mke wako ako na mbio. Ndio utajua mume wako na mbio. Alikuwa anafanya kwa masquerade, alikuwa anafanya stage manage. Hii maisha ni ya mtu peke yake. Siku ya kufa wafa peke yako. Haufi na mali, haufi na pesa, haufi na mkeo, haufi na watoto, wafa peke yako. Sema amen. Lazima usimamie Yesu na umuandame na umfuate. Mali uliyotafuta jasho la uso wako utaiacha hapa ikituongwa na wanaume wengine. Tunaelewana? Ikituongwa na wanawake wengine. Mama, usishikilie mali umkose Yesu. Unaweza kufa mmeo aoe. Hiyo mali kuliwa na mke mwingine hakuchokea. Mama mzee, unaweza ufe. Hiyo mali kuliwe ukiwa kaburini. Na maanisha nini? Na maanisha weka Yesu mbele. Tafuta mali, tajirika. Be rich. Lakini utajiri usikunyime Mungu. Sema amen. Pesa ujibu maswali yote. Pesa inalipa school fees. Pesa inajenga nyumba. Pesa inakuvalisha. Pesa inakulisha. Pesa inakupatia kila kitu. Lakini usikubalie pesa ikae mbele ya Mungu. Weka pesa nyuma. Dunia nyuma, msalaba mbele. Dunia nyuma, mbele. Dunia nyuma, msalaba mbele. Dunia nyuma, sitarudi Misri, sitarudi. Sema amen. Kama kuhubiri ni sandaka, vile nasikia wengine wakisema, singekuja kuhubiri. Mimi ama full time pastor. Nilikuwa najifanyia mambo yangu mazito. Biashara.
kazi nilikuwa nafanya, nilikuwa nanunua shirt every weekend. Singevaa shirt ambayo ni ya kufua. Nilikuwa na madaha yangu. Tunaelewa? Na hapo Yesu akaniita. Akaniingiza kwa injili. Ninakumbuka makoti yote yakachomeka mabega, viatu vikaisha, vikaingia mawe kwa kisingino. Nikauliza Yesu, kwani uliniita mawe nilikuota nilikuwa ninaota? Akaniambia nilikuita. Sema amen. Unaelewa ndugu yangu? Kama ni mali nilikuja kutafuta hapa, sijaona moja. Lakini kitu moja najua, ninaye Mungu ambaye ndiye mwenye dhahabu na fedha na sijakosa chochote. Pigia Yesu makofi vizuri. Ndugu yangu, usiweke mali mbele za Mungu. Mali, unaweza tafuta mali, uweke even 30 million. Najua 50 year on earth, upate na kansa, utibiwe na hiyo pesa ikwishe, mpaka uende kwa chief, ukamuombe harambe, na ulikuwa na maringo, gari yako, ungebeba mtu. Kuwa mpole. Be friendly to people on your way up, cause you may meet them. Pigia Yesu makofi vizuri. Sema amen. Injili inaingia maingi. Sema haleluya. Hatujifuni, tunaongea yale ambayo tumefanya, yale ambayo Yesu ametutendea. Amen. Yes. Mstari wa 13 anasema, yule ukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. They care no more. Maana mambo ya kondoo sio kitu kwake. Akwambia nitakufanyia, he doesn't care. She doesn't care. Kwa sababu yeye ni ile tu upendo wa maskoresha. Lakini ukweli wa mambo hayuko nao. Lakini sikia nikwambie ndugu, kuna mmoja mchungaji wa kweli. Ujumbe wa leo ni juu ya mchungaji wa kweli. Sema amen. Mchungaji wa kweli ni Yesu. Mgeukie mchungaji huyo wa kweli, na atakufundisha, atakuongoza katika maji matulivu, atakuongoza katika nyasi ambayo ni green pastures. Atakuongoza yeye wakati wa hatari, atakuepusha, atakuzingira, atakupatia maisha ambayo utaridhika na utasema ama kweli nimemuona Bwana. Naelekea kumaliza. Maandiko yanasema, mimi ndimi wangu na wajua. Lukia anasema nini? Mstari wa 14. Mimi ndimi nao walio wangu na wajua, nao walio wangu mimi. Hapa ndipo kisirani inakuwa settled. This where we settle the case. Sema amen. About what? Watu wengi wanapenda kufikiria akihubiri kama amekuingia sana, ni kama yani uko na haki zako za kulindwa. Ndugu yangu, sikia nikwambie, hapa kwa imani hapa hakuna haki za kulindwa, hakuna haki za kulindwa hapa. Kama hujaokoka. Kama umeokoka. Hapa hakuna haki za kulindwa. Tukija mbele za Yesu, hapa hakuna mwenye haki hapa. Mwenye haki ni kujiachilia mkono mwa Bwana. Ili kama umeokoka. Kama hujaokoka, wacha kusema unahukumiwa. Wacha kusema mchungaji ananihukumu, sitaenda kwa kanisa tena. Wacha nonsense. Kama hujaokoka. Yesu anasema nini? Mimi ndimi mchungaji mwema. Shika hiyo. Nao walio wangu na wajua. Yesu anajua wake. Sema amen. Hapa hakuna siri hapa. Hakuna siri. Yesu anawajua walio wake. Nao walio wangu wananijua mimi. Amen. Nao walio wangu wananijua mimi. Hiyo tu. Kama umeokoka. Na Yesu anakujua. Na kama hujaokoka, basi iko hivyo tu. Yesu hakujui. Maana hapa ni kujuana. Sema amen. Hapa sasa kuna kujuana. Yesu anakujua na wewe unamjua. Hapendi dhambi na wewe pia upendi dhambi. Hiyo ndio kumjua Yesu na Yesu kukujua. Sema amen. Kama anasema mpende jirani yako kama vile unavyojipenda mwenyewe, unatii hiyo. Maana hiyo ndio amri ya Bwana wako. Akisha sema maandiko, samehe waliokukosea, unafanya hivyo. Hapo ndipo unakuta kwamba kweli siendi kinyume na matakwa
ya Mungu wangu. Yaani wala sijisukumi wala sijilazimishi kutii amri ya Mungu. Maana njia moja ya kujua ya kwamba ushaanguka, ushaibiwa, ushauawa na sasa uko kwa barabara ya kuharibiwa ni kwamba unajisukuma kufanya mambo ya Mungu. Unafanya kujisukuma. Ukiitiwa fellowship unajikokota. Hata unaweza airika njiani. Ukienda fellowship unairishia njiani. Unavutwa tu na mapera. Unaona mpera umezaa, unaamua kuepea kwa jirani umuombe mapera. Na hiyo tu fellowship imeishia hapa. Hiyo ndio kujisukuma kwa mambo ya kiroho. Sema amen. Hello. Lakini kama na Yesu ako na wewe, sema haleluya. Ukiondoka no reverse gear. Hata ukutana na nani akikuambia nini, unamwambia today is fellowship day na tunaingianga saa 10:30 na lazima niwe pale saa 10:30. That is called commitment. And the concern about the work of the kingdom. We are in a kingdom business. Sema haleluya. Si wewe uko katika biashara ya ufalme gani? Maana ufalme hapa ni mbili. Kuna ufalme wa Mungu, kuna ufalme wa shetani. Na tumeona ya kwamba ufalme wa shetani ukiingia ni kuiba, ukiingia ni kuchinja, ukiingia ni kuharibu. Lakini ufalme wa mbingu ukiingia, anasema ya kwamba analeta mema, anatuongoza, anatupeleka mpaka tunafaulu, tunafanikiwa kimaisha. Sema haleluya. Sasa hapa ndugu yangu, usikawahi kukaa tena useme ni kama ninahitaji mtu fulani anifundishe nijue kweli kabisa nimeokoka. Never. Your actions tells it all. Sema amen. You don't need an interpreter to tell you whether you are saved or not saved. You can tell it for yourself. How committed are you? Sema amen. How committed are you to God? Mambo ya Mungu ya beba. Wewe tangu lini utoe sadaka? Tangu corona ikuje. Mbingu haikuoni kwa list, hauonekani kwa list ya watakatifu. Mbingu ikiangalia inaona kama ulioa na corona, because you don't appear anywhere doing the actions of believers. Believers do worship, believers do give. Na hiyo ndio nimekuambia kwamba hakuna mabishano hapa. Kama umeokoka umeokoka, kama hujaokoka kwisha. Kama umeokoka utatoa, kama hujaokoka utatoa, hiyo tu. Na ukiongea useme mimi siamini kutoa ni kwa sababu hujaingiana na Yesu. Hiyo tu. Na umjui. Amesema wale wangu hawajua nao wananijua. Kwa hivyo hapa sasa tuseme Waswahili hujuana kwa filamu. Kama umjua Yesu utang'ang'ana kutoa. Kama umjui utang'ang'ana. Why are you struggling to go to the fellowship? Why are you struggling to give your tithe? It is because unamjua Yesu 50-50. 50-50. Bado hajakuwa your friend. Rafiki wa mtu utunza mwenzake. Leo ukaambiwa fulani ni rafiki yako atauawa. Na ni vitu viwili ufanye ili asiuawe. Kitu cha kwanza, kuna vitu viwili hapa lazima alete hapa ndio asiuawe, na maana ni rafiki yako, ni wewe utaamua kile ataleta ndio asiuawe. Unasema semeni. Uambiwe wheelbarrow, trolley na gari. Either alete trolley ama alete gari. Alafu wewe rafiki mwema ati useme alete gari basi. Unamaanisha nini? Si unamaanisha uwawe? Sema amen. Lakini a true friend will go to the simple thing. Aseme basi alete trolley. Ile kitu rahisi. Manake rafiki utunza rafiki. Sema amen. Kama ni rafiki wa Yesu utatunza sheria zake. Lakini adui wa mtu huwa atunzi sheria zake, anamtakia mema, anamtakia mabaya 24/7. Kwa sababu anatafuta vile atakuwa eliminated from the face of the earth. My friend, kuna watu ambao wakisikia kanisa hawataki kanisa. Kuna watu ambao wakisikia mwokovu hawataki mwokovu. Pale kwa plot ukisikia mwokovu anaimba unasema anapiga kelele. Ukisikia pastor ameweka fellowship ama mtu ameokoka ameweka fellowship kwa nyumba yake wanaimbia Yesu, unasikia ni kama amesimama kwa bedroom yako wakikanyaga mkeka wako na matope. Ndugu yangu, wait. Siku inakuja. Sema amen. The day is coming. Laiti ungelijua, ungechagua mchungaji mwema. Maana huyo mchungaji mwema tangu tumpate ametulinda, pressure haiko na nafasi kwetu. Amen. Sema amen. Amen. Uoga, ndoto mbaya, sio kuota ukishikwa na nyaya za stima unapiga kelele.
hizo tuko free because Jesus is our shepherd. Sema amen. Uko wapi ndugu yangu? Uko wapi dada yangu? I want to finish here in verse 15. The Bible says, kama vile Baba anijuavyo, nami nimjuavyo Baba, nami na utoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. 16. Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Hii inamaanisha nini? Sema haleluya. Anasema sauti ya Baba anaijua, na Baba anajua sauti yake. Na hapa anasema ya kwamba kama vile ajua navyo na Baba. Kuna kitu Yesu hapa anasema anatambua. Anatambua kwamba kuna makundi ya aina ngapi? Makundi mawili. Na haya makundi mawili anasema ya kwamba kuna wale ambao tayari wameingia zizini. Zizini ni hekaluni, wale ambao wameokoka kama mimi na wewe kama umeokoka. Tushaingia kwa zizi. Lakini ujue hili. Pia anasema na wengine ambao wako nje, hao ndio wapagani. Pagani. Wale ambao hawajaokoka. Na anasema hao pia ni lazima wafute, awalete zizini, ili kwamba awaunganishe, awe Bwana wa wote. Sema haleluya. Hao ndio naambia kwamba watu wote waliokoka Yesu alipokufa msalabani. Hata ako hapa na anaongea mwenyewe. Na dhambi lazima wapatiwe nafasi wakuja kwa wokovu. Ndugu yangu, dhambi ina matunda yake. Dhambi inapochukua nafasi maishani mwa mtu inazaa. Dhambi haijifichi. Dhambi ni kama kikohozi cha corona. Dhambi kisha ingia ni continuous. Hata ukiamua kuacha unakuta umerudia. Maana dhambi haijui kujificha. Dhambi utokelezea popote pale. Mpaka watu wasio nauliza, huyu ni mtu wa aina gani? Mahali pote ukiingia unaanza kufuruga watu. Hata ukiingia kwa kanisa unafuruga pastor. Hakuna mahali wewe kufurugangi. Hata ukiingia kwa choo unafuruga. Hakuna kitu kinachosimamia kikaenda through. Maana shetani akishaingia anasababisha dhambi. Sana amen. Anasababisha uwe mkosaji. Maana dhambi ni kukosa. Yesu anasema pia kuna wengine ambao sio wazizi hili, na ambao lazima niwalete, ili sauti yangu iingie kwao, niwe mchungaji wao wote. Sema haleluya. Zaidi ya unavyozidi kukana na kusema ni kama umeokoka na hujaokoka, uko kwa mipango ya kando. Wewe hujaokoka, uko kwa ulevi. Unaniambia kanisa letu haikatazi. Hilo sio kanisa, hilo ni levi. Unaongea ile la Yesu. Uko kwa ulevi, kwa waganga. Umeweka vidunguri kila mahali, umechunga zile zile irisi. Wewe unaenda kwa mganga kama service, kama pikipiki. Yaani maisha yako kuna mkondo yamechukua. Ukaa maisha ya uoga. Jani likugonga mabati, unasema shindwa. Maisha ya uoga. Unakaa maisha ya ufukara. Pesa yako yote ni kununua ndawa. Mpaka siku hizi uweki curtain kwa dirisha. Umepanga chupa za mandawa ndio curtain ya dirisha. Ule ni mwizi, shetani amekuibia. Sema haleluya. Yes, unaweza wewe mwenyewe ujifungie mahali na useme mchungaji kando, my friend kando, mimi na Mungu leo. Mungu wangu, nimekuja kwako, nimepiga magoti, nimeanguka chali, nimeanguka kifundi. Nataka tuelezane Bwana, ni wapi nimekukosea ili jambo hili liweze kuniangukia. Na ukatalie pale masaa matatu, my friend, in prayer you'll hear God talking, because you are a naked person. Unastahili ufishwe mavazi meupe ya wokovu. Sema amen. Ili jambo liingie ndani yako. Wakati ambao umeenda mbele za Bwana na unamwambia Mungu, niko uchi mbele zako leo hii Bwana, nataka tuongee na wewe. Miaka ndio hii, miaka 15 mpaka mbuni inanilipa vizuri, siwezi onyesha kitu. Coffers zangu, my accounts are empty. Pesa yangu siwezi onyesha inaenda wapi. Maisha yangu yamechakaa. Kiatu ndio hii, imeshonwa na fundi mpaka nimehamisha kwa fundi mwingine.
Maana juzi aliniuliza swali, hii kiatu ushona mpaka lini? Na ukisikia fundi wa kiatu anauliza hivyo anataka pesa, si amekuona hapo sana. Sema amen. 15 years strongly and you have a good job. Wakati mwingine unatoka kwa laini na unasema kwamba I will go before my God. Hallelujah. Na utenge wakati na uende kwa hekalu na uanguke pale kwa madhabahu na umlilie Mungu machozi moto kama yale ya Hana. Na umwambie Bwana, I cannot continue like this, Lord. I cannot continue like this. Lakini the more you continue to justify yourself, the more you continue to suffer. Because you are justifying yourself. Wengine wenu hamujaokoka. Wewe ni mzee wa kanisa, tulifanya kuchaguliwa maana uko na pesa. Hujaokoka. Unatesekea kwa kanisa, ni kama mtu anasikia njaa kwa hoteli na chakula imelipwa. Mmeona kisirani kama hiyo? Unaenda kwa hoteli uko na njaa, umelipiwa chakula na bado unalia njaa. Wewe uko namna hiyo. Nafasi, majina, kuitwa bishop, kuitwa reverend, kuitwa doctor. I don't value that. I value my salvation. Salvation comes number 1 in my life. Then titles can come now. But not titles, then salvation. No. You are getting it wrong. You are getting it wrong. Tunaelewana wapendwa? Pigia Yesu makofi vizuri. Wale ambao mmeokoka, uko pale nje, ndugu yangu, usikubali kukaa maisha ya kuchanganyikiwa. Sikia nikwambie ndugu yangu, nataka kumalizia hapa. Hakuna jambo nzito na jambo baya kama mwokovu kurudi nyuma. Na ukirudi nyuma, huko nyuma uliko rudi, unajifanyia huko kwamba bado umeokoka kama vile ulikuwa umekuwa zamani. My brother, you'll pay it heavily. My brother, ukishaanguka kubali ulianguka. Sema amen. Na umrudie Yesu akuokoe. Maana hakuna kitu kibaya tukitokelezea mbinguni huo nifanyika daraja. Paulo anasema, ninakataa kufanyika daraja watu wanifuke juu waingie mbinguni kisha mimi nizame. Nibaki kuwa daraja. My brother, unamwimbia Yesu kanisani? My sister, unamwimbia Yesu kwa praise and worship team? Na kutoka pale unaenda kulala kwa come we stay? Unaamka kwa come we stay? Na unakuja kupanda kwa nyumba ya Mungu. Na umeanguka kwa mpango wa kando. Kwani wewe alikuhubiria injili, alikuhubiria akiwa kwa bedroom? Kwani yangu kumuona kwa uso akihubiri? Sema amen. Msichana akiokoka lazima ashikilie imani. Na ukae mpaka uolewe na harusi muende hadi Mungu. Uende ukajiwange kule kinaimbanga kwa nini kwa bandi. Na kama uliokoka juzi ukiwa bado umeolewa, ukishaingia kwa Yesu anakufanya mwanamwali. Lakini mwanamwali wewe usitoke uende hivi alafu uanze kujifanya maisha ya kujifanya. Pretenders are worse than murderers. Sema haleluya. Kaa kwa Yesu. Kijana, simamia Yesu. Mzee, mami, simamia Yesu. Amen. Maisha yako huko kwa Yesu. Na hii injili tumeihubiri mpaka sauti zimekwaruzika tukihubiri injili. Na nikaona watu wakija na kwenda. Nikaona watu waangwana waliojifanya kuwa na Yesu ni ushamba, wakafa wakasahaulika. Wengine wakashikwa na wazimu. Wengine wakaoa bibi wakafukuza, wakaingiwa na aibu. Nikaona wengine wanyenyekevu waliokubali Yesu ni Bwana. Nikaona wakiinuliwa na Mungu. Nikaona Mungu akiinua watoto wao. Nikaona Mungu akibariki kazi ya mikono yao wakiwa hata wana white collar job. Nikaona wakibarikiwa na Mungu. Nikaona wengine wako na white collar job wakiishia kama maskini wa hai kwa sababu walimweka Yesu kando ya maisha yao. Mchungaji mwema ni Yesu. Mkaribishe na utajuta. Hapa kuna wokovu. Mungu alikuumba kwa na sababu. Kwa nini anatuita tuwe tukinena namna hii? Tunahubiri injili. Unauliza kwa nini watu wakae nyumbani? Kwa nini wanajitesa? Nikaona mwingine akisema kwa nini nitokwa na jasho nikitetea Yesu? Kama Yesu ni Mungu siyajitetee. Ndugu yangu umepotoka. Angalia your surrounding. Wewe unaongea namna hiyo, angalia your surrounding. Binti yako anajidunga madawa ya kulevya. Kijana wako ashaingia huko anakula shisha. Maisha yako yameharibika. Hakuna kitu kwamba kinaenda vizuri. Hata hiyo matusi unatoa, unatukana injili, unatukana wahubiri, ni mmoja wapo ya laana ambazo zinakuandama wewe. Sema amen. Mchungaji mwema akishaingia maishani mwako anabadilisha maisha yako. Inamaanisha nikisema hivi, kuna ngenge mbili, grupu mbili. Kuna wokovu,
na kuna dhambi. Dhambi inasimamiwa na shetani, wokovu unasimamiwa na Yesu. Ukishaokoka, maisha yako lazima yabadilike. Unaponiona hapa si ati nilizaliwa nikiwa hivyo. Bana, sikuzaliwa kwa harusi. Tunasema huyu mtu huyu amebarikiwa, huyu alizaliwa kwa harusi. Tulizaliwa mahali kwa ngoma zile za kienyeji. Babu yangu alikuwa ni mganga. Alikuwa amejaa hekima ya kiganga. Mambo mengi yalifanyika kule. Na Yesu akanitazama kwa macho ya huruma na akanitoa kwa hiyo jamii ya jinsi hiyo, akaniokoa. Sembuse wewe. Sememe. Tumetolewa mbali. Tukianza kukuadizia, tutaadizi mpaka mwaka uishi. Kule Yesu ametupitisha. Lakini akatuchukua, akatupanguza, akatufanya wema, akatusimamisha. Wala hatujivuni, maana kuishi ni kwa neema. Kuishi ni kwa neema. Pigia Yesu makofi vizuri. Hatujivuni baba. Wala tuseme tumemaliza safari. Mbele kuna safari bado. Lazima tujinyoshe, tumaliza ngoni. Tuweze kufuka ngambo ile nyingine. Lakini Yesu akikushika kwa mkono wako wa kuume wa vita, I tell you, utafuka. Utapitia kwa moto, utakuchoma. Utapitia kwa maji mengi, hayatakufunika. Kwa sababu gani? Maana Yesu yunawe. Na umejifundisha kumuita wakati wa mazito na wakati wa mambo rahisi. Na ukimuita anaitika. Wakati wa sherehe yuko pale. Wakati wa majonzi yuko pale, anafuka na wewe. Huyo ndiye true friend indeed. Sema amen. So now I just want us to pray. Maana leo umesikia ukweli wa Mungu. Baada ya kupata ujumbe huu ambao umeupata, sambazia ndugu zako. Familia yenu kuna vile mnakaa. Hamwezi onyeshana mwiba ukiwa kwa njia, unaacha adungwe. Mmezaliwa na mama mmoja, lakini kichaa kimeingia kwa familia yenu. Ndugu anaombea ndugu yeyote anunue shamba. Unatesa watoto wa ndugu yako.